Karibu ndugu mtazamaji katika siku ya leo. Ninakualika asubuhi ya leo na wakati huu wewe ambaye unanitazama na kusikiliza. Karibu kwenye somo zuri ambalo natamani twende kuliangalia. Nalo lina kichwa kinachosema unapoamka asubuhi unafanya nini? Tuombe. Mungu wa mbinguni, tunaomba uwe pamoja nasi katika somo hili. Tumeomba kwa jina la Yesu. Amina. Kuna mambo mengi ambayo yamkini umekuwa ukifanya kila unapoamka, na yamkini kuna ratiba nyingi ambazo umeshajiwekea kuzifanya pale unapoamka. Sasa hebu tuangalie kwa mjibu wa maandiko kwamba nini ambacho tunapaswa kufanya pale tunapoamka. Labda swali la kujiuliza ni kwamba unafanya nini pale unapoamka? Katika kitabu cha Marko sura ya kwanza mstari wa 35 tunapata kielelezo ambacho kupitia hicho tunapaswa kuiga mfano na kufanya kile ambacho tunakiona kwenye kitabu cha maandiko, kitabu cha Marko sura ya kwanza mstari wa 35. Maandiko yanasema hivi, kitabu cha Marko sura ya kwanza mstari wa 35: hata alfajiri na mapema sana akaondoka, akatoka, akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Hili fungu ukianzia fungu la 32 linaeleza habari ya Yesu na linaanza kueleza matukio yaliyotendeka kuanzia jioni mpaka asubuhi. Sasa tukifika kwenye fungu la 35 kitabu cha Marko sura ya kwanza, anaeleza kwamba Yesu alfajiri mapema, sema hata alfajiri na mapema sana akaondoka, akatoka, akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Kuna mafungu mengine anasema kwamba aliondoka kabla watu hawajaamka. Yesu kwa Wakristo ndiye kielelezo chetu ambaye tunapaswa kuiga mfano kwake na kujifunza kwake. Sasa maisha ya Yesu yalikuwa ni maisha ya maombi. Kuna wakati aliomba usiku mzima. Kwa mfano, kwenye kipindi cha kuchagua wanafunzi wake 12 alienda akakesha kwa maombi. Lakini tunaweza tukaona kile kisa kilichorekodiwa kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 14 pale ambapo alikuwa amemaliza kuwalisha watu 5,000 mikate 5 na samaki 2. Baada ya pale, jioni ilipofika, aliwaambia wanafunzi watangulie kwenye mashua chomboni. Wale wanafunzi wakaenda kwenye mashua, lakini yeye akaenda mlimani kuomba. Maandiko yanasema tangu jioni ile aliendelea kuomba mpaka usiku wa zamu ya 4. Usiku wa zamu ya 4 ni usiku wa mida saa 9, saa 10. Sasa fikiria, Yesu anaomba kuanzia jioni mpaka masaa hayo. Ndipo pale ambapo alionekana baharini akiwa anatembea juu ya maji, na Petro akaomba kwamba amruhusu atembee juu ya maji kama alivyokuwa anatembea. Sasa nini ninachotaka kukionesha ni kwamba maisha ya Yesu yalikuwa ni ya maombi sana. Kwa hiyo kwenye kitabu cha Marko sura ya kwanza mstari wa 35 anatueleza kwamba Yesu asubuhi na mapema aliondoka, akaenda mahali ambapo hakuna watu, akaomba. Sasa wewe unapoamka unafanya nini?